Wapendwa watumishi wa Bwana na wasalimu katika jina la Yesu. God is good. And all the time. Tunashukuru Mungu wetu ambaye ametupa nafasi ya pekee ya kuweza kuwa pamoja. Hakika na wakaribisha kwa njia ya pekee sana. Tusikie kwamba Mungu mbele za Mungu na hapa si pengine, hapa ni Busia Central SDA Church. Hallelujah. Just remind your friend, hapa ni Busia Central SDA Church. Remind them, how they don't know. Keukia mwenzako mwambie hapa ni Busia Central. Mkeukie mwambie hapa ni Busia Central. Hallelujah. Yes, so tukae Central. Hallelujah, watu wa Mungu. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunamshukuru kwa sababu wema wako. Asante kwa maana hakuna siku umetupungukia. Naomba unene nasi tangu leo na hata milele katika jina la Yesu aliyekuwa na mwombezi wetu. Amen. Majina yangu ni Pastor Joseph Namunyu. Sasa hivi tunafanya kazi na wachungaji nikiwa pastor wa wachungaji na timu ya wazee wa kanisa, na pia nilikuwa mhudumu katika kitengo cha familia na kitengo cha utafishaji. Kwa hivyo tuko pamoja nanyi kwa ajili ya wiki hii, na naamini Mungu atatendea. Familia yangu wametuma salamu. Wakati wanapokea salamu hizo. Haleluya. Nataka tusome kitabu cha Warumi sura ya 12 fungu la kwanza. Katika Warumi 12 fungu la kwanza, Biblia inakuja kwa kutuletea neno hili ya kwamba, ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu. Na Biblia yetu nasema read the word faithfulness to Christian word lifestyle. Pendwa ambayo unatazama na kuniangalia wakati huu, nataka nikueleze kwamba tumekuwa tukihubiri mahubiri mengi sana katika makambi. Tumehubiri mahubiri yanayohusu mambo ya uponyaji, mambo ya kwenda mbinguni, mambo ya marejeo Yesu Kristo, mambo ya kuendesha Injili. Tumehubiri mahubiri aina mbalimbali sana. Lakini katika mwaka wa 2020 tunahubiri juu ya Christian lifestyle. Hallelujah. And this one you have to be free ili tuelewane. We are talking about Christian what? Mwenendo na maisha ya Mkristo. Asubuhi ya leo nakuletea lifestyle ya mtu anaitwa Abel in the Bible. Nataka kusema, Bible says sacrifice your bodies. So I want to tell you, sacrifice like Abel. Jitoe kama Habili. Jitoe kama Habili. Katika Mwanzo sura ya 4 mpendwa, tunasoma kuanzia fungu la kwanza. Biblia inasema hivi. Katika Mwanzo sura ya 4 fungu la kwanza, Biblia inasema kwamba basi Adamu akamjua Hawa mkewe. Yes. Naye akapata mimba akazaa Kaini. Yes. Akasema, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Yes. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Biblia inaanza mpendwa kwa kusema kwamba Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba, na baada ya kupata hizo mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Wakati ambapo Kaini anasaliwa, tunaambiwa kwamba mama huyu alisherekea kwamba amepata mtoto mzuri. Akasema, hakika nimepewa na Bwana huyu mtoto. Akafurahi kwa kupata mtoto wa kiume. Na tunaambiwa kwamba baadaye akapata mwingine ambaye ni Habel. Ajabu ni kwamba there is no statement ambayo ifuata kwa kumpata Abel. Wakati Kaini amesaliwa, tunapata mama huyu Hawa anamfurahia, anainuka mbele za Bwana with a lot of joy. Lakini wakati anampata Habel, tunapata huyu mama anasema kwamba akamzaa mwingine, akamuita Habel, na mambo yanaisha hivyo. Je, Hawa alijua kwamba amezaa mtoto ambaye atakuwa na tabia za ajabu? Hawa alijua kwamba kilichokuja miguuni mwake si kizuri hivyo? Tunaambiwa kwamba
hao watoto walipokuwa bado wanaishi wamezaliwa, tunaambiwa ya kwamba basi wakaitishwa na Mungu. Mungu akaita kwamba waweze kumtolea sadaka. Na Biblia inasema katika fungu la 3 inasemaje? Fungu la 3, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana. Sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Nao mambo yanaanza kubadilika katika kusaliwa kwao. Kaini anapewa sifa ya kwamba mtoto mwanamume nimempata kwa Bwana, lakini wakati ambapo Bwana ameitisha waende mbele yake, tunaambiwa Kaini akatoa mazao ya shamba. Hatujaambiwa kama alifanya uchaguzi, kama alitakuwa yale mazao mazuri, kama alitembea na kuchukua vitu vyema. Yet he just went before God in a very disorganized way. Alienda mbele ya Mungu bila mpango. Lakini naambiwa Abel akaenda mbele za Bwana, naambiwa kwamba Abel naye akaleta wazao wa kwanza. Number 1, what did he do? He brought the first fruits, wale wazao wa kwanza. Anajua ya kwamba Mungu hahitaji anything. Mungu anahitaji kitu kile ambacho unapenda zaidi, kile cha kwanza katika maisha yako. Kaini alikusanya tu maotameloni, maboga na nini, akachanganya. Wewe ndio hiyo vitu yako nataka chukua. But Abel naambia kwamba he took the first fruits. That's why I'm telling you, worship or rather sacrifice like Abel. Akaleta mazao ya kwanza ya wanyama wake na sehemu zilizofanya nini? Zilizonona. Huyo ni Abel. Unajua saa hiyo unaweza pata mtoto kwa goma na ufikiri kwamba yule ndiye Mungu amekupatia wajabu. Lakini saa zingine vile Mungu anafanya kazi katika familia, huenda yule ambaye umemfurahia sana, yule ambaye amepata A si anataka kukuokoa. Huenda watoto ambao wengine wamepata A, mwingine alipata D-. Na ajabu wakati mawazo yako yote yamemwangukia yule wa A, ukapata wa D- ndiye atakaye kuokoa. Lakini huwezi jua vile Mungu amekupangia watoto wako. Unaweza ona kwa sababu ya shule aliyoenda, kwa sababu ya grades, kwa sababu ya kazi anayofanya, ukasahau huyu mbaya ambaye anakaa nyumbani na kuchunga ng'ombe, ili hali huyo ndiye Mungu anataka kumhudumia. We see here Abel amesaliwa bila sifa, lakini mbele za Bwana Abel ameamua kuwa mwaminifu. Vijana ambao wanasikiza mjana huu wa leo, je, wewe unachukuliwaje mbele za Bwana? Huenda unasifiwa na wazazi, lakini ndani yako unakuwa huna sifa mbele za Bwana. Kaini amesifiwa na wazazi, lakini mbele za Mungu hana sifa yoyote. Pendwa, nataka niseme hivi. The 2 sons of Adam were saved. Wanasema so far as path and religious instructions were concerned, these brothers were equal. Katika hali tu ya kuzaliwa na kwenda kanisani na mauzia ya ibada, jinsi ambavyo yalitolewa, walikuwa sawa. Hamjapata hiyo? Au Kaini amezaliwa na Hawa na Adam, number 1. Abel pia baba yake ni nani? Ni Hawa na nani? Na Adam. So kwa mambo ya kuzaliwa, Abel na Kaini kuna tofauti yote. Wote ni watoto wa nani? Wa Adam. Hiyo ni moja. Jambo la pili, religious instructions. Kulingana na mauzia ya kidini, jinsi walivyokuzwa, yote yalikuwa sawa. Lakini sikia, namba 3 ambayo ilifanya wawe sawa, sema both were sinners. Kaini na Abel, hakuna mmoja aliyekuwa mzuri, wote walikuwa wenye dhambi. Number next, both acknowledged the claims of God to reverence in worship. Wote waliweza kukubali kunyenyekea wanapoenda mbele za Mungu. Alafu anatuambia kwamba to outward appearance their religion was same until a certain point. Kwa outward what? Kwa outward
appearance, they were all the same until a certain point. Kwa nje walikuwa sawa mpaka kiwango fulani. Kwa ibada walikuwa sawa mpaka wakafikia kiwango fulani. Ukiona Kaini vile alikuwa anaenda mbele za Bwana, ukiona Abel vile alikuwa anaenda mbele za Bwana, wakati Adamu anawapeleka katika ibada, walionekana wote ni watoto wazuri. But until they reached a certain point, ilipofika hapo, Kaini akajitokeza. Ilipofika pale, Abel akajitokeza. After this, we are all the same. Sote tuko na choir, tuko na vineyard, tuko na youth, tuko na church choir, tuko na nini. We all sing the same until a certain point. Unapokuja katika mambo ya ministries, we are all the same in the women ministry. Wote ni sawa until mupange congress nambale. Ndio mtajua nani ataiba boka, nani ataiba vijiko. Until a certain point. Wote tuko sawa, tunaenda sawa until ifike wakati changamoto itokee, tumepelekwa kotini. That is when you will know nani wako upande wa Mungu. Nimeenda kusoma kesi nyingine. Pastor alisimama akasoma vitu vya kuvuta washiriki kanisani. Pastor wewe sana. Akasimama alipokuwa anaita majina, atoe karatasi aanze kusoma. Na mzee mmoja anasema si undu yikala huku yango huko mudu. Unasikia hiyo kweli? Si undu ni jina la mtu. Si undu funga mlango pigape mtu, sio pasta pigape mtu. Sasa pasta amekuwa nani? We are all the same in the judgment until wakati tumepewa discipline ndio taanza kutokuropoka maneno hapa. Yikala huku yango huko mudu. Funga mlango pigape mtu sasa. We are all the same until corona imeingia. Waambie sasa worship sio kanisani, wapi? Ni nyumbani. Wakati tutaambiwa worship ni nyumbani, utasikia wale ambao wana shida zao na wake zao wanajifanya lazima wakuje kanisani. Wanavaa makunia na waenda kwa TV. Ndio ndugu wa prophecy anawaambia, sababu these things hataki kuwafundisha mapema kwa sababu mkijua mtaanza kujiletea shida bure. Wakati tumeambiwa worship nyumbani, mtajikuta mko kwa TV mnavaa makunia. We are all the same until kanisa limesimama hivi, linasimama hivi, wanasema sasa tutoe sadaka kwa hii ya kanisa. Ndio utasikia sasa maswali bila tokezea. Just before we start, I have a observe. Can we get a report of how much this time you have spent just before we engage in another we are all the same. And you may think kila mtu ana worship yule Mungu anafanya nini? Una worship. Until wakati imetokezea ukabila kanisani, hapo ndio unajua Mkristo hapo wapi. Kwa kuzaliwa, kwa kubatizwa, kwa kukuja Sabato, kwa kuenda makabi, hata miaka 40 ndio umeenda makabi brother. We are all the same until jambo litokea hapa kwamba sasa Wateso hawatakikani kwa hii kanisa. Ndio utasikia sasa papa naongea. Sema naongea nikiwa Mteso ambaye nimeenda makabi miaka ngapi? 40. Tuuliza wewe umeenda ngapi katika unasema 5, unasema kule kabisa. We are all the same until something touches our lifestyle. Mtu akuze aseme hii lifestyle yako sio nzuri. That is when you say things are bad. And that is what it was. Until God had to give them a test. My dear brother, to you, are you wewe ni Mkristo yule ambaye utasimama licha ya kwamba kuna chini ama kuna kwenda chini ama kuna kwenda juu. Whether there is an up, there are ups and downs, you will still stand strong. Ama wewe ni yule ambaye wakati kitaumana, wewe ni yule same until session ifike. Wewe ni yule same until wachakue chakusi wa kanisa ufike. Ndio taanza kusema akisia soma mzee wa kanisa Josephat Angalia Fatmana, mzee wa pili ni Dole Wanyama, haleluya. Mzee wa tatu ni Penda Simiyu, haleluya. Basi nilijakuwa hao wazee watatu. Kuna mtu ana neno? I'm asking this question because in the bush here
The majority of membership in Busia Central are from Nyanza. How are we going to be led by the Luyas? We are all the same until we come tribal. That is when things changes. That is when things happen. When there is Mokaya and our Mare and the Nyaboke as elders. It's when you will say, we thought all kisses went to Gurumba. Why are we having so many names here? We are all the same until we have a crisis in the church. That is when you will see makala barangi za watu zinatoka, shetani anaingia na unashangaa Mungu ambaye tumemwomba na kumuinua kila siku ameenda wapi? Tunachukua mamboka na vitu vingine tunachanganya na kuweka ndani ya Bwana na kuweka mbele za Bwana. Mungu ameitisha sadaka, ameambia Adam, ambia watu wako walete sadaka. Habeli pamoja na nani? Na Kaini. Lakini Kaini anakusanya everything, kimila yetu ya Wateso, kimila yetu ya Waluya, kimila yetu ya Wajaluo, kimila yetu ya Wabukusu, tunaweka pamoja, tunapeleka mbele za Bwana. But Abel akaamua, siwezi kufanya kosa kama hilo mbele za Bwana. Sacrifice like who? Like Habel. Toa, jitoe kama Habeli. Habeli alijitoa mpaka Kaini alipoona kwamba yeye hajakubaliwa mbele za Mungu, Kaini akaamua kunyonga. Mr. White says Cain became a murderer and also a killer. I don't know the difference between killing and murdering. Nyinyi wenyewe mnajua, nyinyi ndio mlisoma. Wanasema kwamba when time came, Kaini akajikuta katika kuwa muuaji na pia akawa martyr. Wanasema hivi, Cain hated and killed his brother not for any wrong that Abel had done, but because his own words were evil. Hello? Kain alimchukia na kumuua ndugu yake, sio kwa sababu Habel alikuwa amefanya kosa lolote, lakini kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na yale ya Habel yalikuwa mazuri. My brother, utatolewa kuwa chorista kwa hii kanisa si kwa sababu uliimbisha vibaya, lakini kwa sababu kuna mtu apende sura yako. Acha uchaguzi ianze next month. You will no longer be here. Not because you did anything bad, my brother. Next year you will not be the director. Not because you did anything bad, but because there is a Cain in this church. Who just feels report, tunaona hapo mbele, tunaona Akieno, tunaona yule, tunaona yule. We are only seeing sura ya watu wamoja. We are seeing each other as a brother and a sister in Christ, waiting for the second coming of this Christ. Tunaanza kuona mapicha za makabila, mapicha za mwili, mapicha za pesa, mapicha za classes, mapicha ambazo hazileti sifa mbele za Mungu. Mamboga za Kaini zinajaa ndani ya kanisa. Wapendwa, ni wakati kanisa lisimame lilete sifa kwa Mungu kama vile Habel alivyofanya. Wewe ni wa maana mbele za Mungu. Usikubali kukusanywa katika mamboga ya Habel. Wewe ni wa maana mbele za Mungu. Usikubali kutembea katika mamboga ya Kaini. Usikubali kutembea katika mawatamelo ya Kaini. Tembea katika uaminifu wa Habel. Pastor anasema kwamba Cain hated and killed his brother not for any wrong that Abel had done, but because his own works were evil. We can pastor tunaweza sukuma hata transfer iwe sio kwa sababu umefanya makosa, lakini kwa sababu sisi wenyewe tuna shida. Naweza kaa kule kwa ofisi na niamue napeleka pastor Tom bali kabisa nipeleke Kakuma. Sio kwa sababu pastor ni mbaya, lakini kumbe nina shida na pastor. Kwa sababu mwana ujao ni wa uchaguzi, I feel like akiwa hapa na kwa kiti yangu, I can decide to do that. That is the spirit of Cain. Unaamua kumfanyia mtu mabaya. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3:12, Yohana wa kwanza 3:12 inasema nini? Yohana wa kwanza 12. First John 3:12. Yes my brother. Biblia inasema hivi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, yes, akamuua ndugu yake.
akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya. Kwa sababu matendo ya Kaini yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Na ya ndugu yake yalikuwa ya nini? Ya haki. My dear brothers and sisters, unaenda unafanyia Mungu kazi, unakuja unakalishwa chini na kuwekewa vitu zote, unapeleka watoto kaburini, unalala kwa matope, hakuna maji Kakamega, unapambana, unasumbuka, ukirudi na hiyo baridi na homa na nimonia na riski ya typhoid na vitu zote, ukirudi unaambiwa ulikula pesa ya kaburini. Si kwa sababu ulikula, lakini kwa sababu anayekuuliza amekuwa akikula. That's what the Bible says. Unapambana na kazi, unapambana na hali, unasimamia ujenzi, unapambana, kazi inafanyika, unafika mahali milishale yote inaanza kukurudia. Sio kwa sababu umefanya mabaya, lakini kwa sababu kuna anayefikiria mabaya. Watumishi wa Bwana, asubuhi mchana huu wa leo, muda wetu hauna habari ya kusaidia tuende zaidi ya haya, lakini nataka nikwambie usiwe Mkristo mpaka point fulani. Siambie watu mahali umenifikisha tu utakulibukia, mahali umenifikisha tata nitakufanyia kitu. Kuwa Mkristo ambaye utasimama kama Abel. Hata wakati aliitwa waende nje na nani na Kaini, Abel alifuata mpaka akachinjwa, lakini Abel hakujitetea. Alikuwa na uwezo wa kujitetea, alikuwa na uwezo wa kusimama mbele za Mungu na kutuma laana kwa Kaini, lakini Mungu alikuwepo kutetea. If you sacrifice your bodies, chinza mbali and sacrifice. Nataka nimwambie ndugu yangu, nataka nimwambie dada yangu ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Hallelujah. Najua ninyi hamsomi Biblia mengi vizuri, lakini ndugu yangu, hebu tusome ili kumaliza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tunaona katika fungu la 7 inasema, Biblia inasema kama ukitenda vyema, hasa na fungu la 5 na zia 5. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko. Usipotenda vyema, and that's what I want to say this afternoon. My dear brethren, tukitenda vyema, and the English version will tell you, if you do well, if you obey God, then the favor of God will follow you. And I want to tell you, leo hii nataka niombe ya kwamba hata wewe ndugu na mimi, tukiamua kuwa waaminifu mbele za Mungu, even at a crisis time, hata wakati ule ambao mambo yote yameonekana yamefurukika, mambo yameenda sijui ni nini hiyo mnasemana Kiswahili ni mrefu, lakini katika hali kama hiyo utasimama uaminifu wako na Mungu. Wakisema ukisimama hivyo, you get the favor of God. Unapata mazuri ya Mungu. Busia Central SDA Church hatuzungumzi mambo haya ili kuwafanya tu mkae jinsi ambavyo tungetaka mkae, lakini naomba mambo haya, tunasema mambo haya ili neema na uzuri wa Mungu uandamane nanyi. Amen. We don't want to have members who are cursed. We want to have members in the church who walk in the blessings and the favor of God. Watu wa Busia, Mungu awabariki sana. Fungu la 8 nasema nini? Aya 8 nasema, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, hiyo ndio nilikuwa nataka. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui. Akasema sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. 10 nasema, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Wapendwa, check your lifestyle.
Have you done anything ambaye imeua ndugu yako? Kuna Mkristo ametoka hii kanisa akaenda kanisa lingine kwa sababu ya lifestyle yako. Anasimama mpaka anasema mpaka fulani kwa hiyo kanisa atoke ndio mimi nifanye nini? Ndio mimi niingie. Je, wewe ndio umefanya washiriki fulani wakahamia kanisa lingine la Kisabato hapa town kwa sababu wanaona they cannot worship with you? Damu yao inafika masikioni mwanani. Je, wewe umefanya mshiriki aliyekaa hapa hana amani anapokuja kanisani? Tuko na yeye leo lakini hana amani. That is the spirit of Cain. Yaani umefungukia mshiriki mwingine kama fupi mpaka hana amani kanisani. Nimesema kwamba Mungu anasema sauti ya huyo ambaye analia inafikia. That is why inasema hakuna haja sauti mbaya, sauti sa accusation, sauti sa vitina, sauti sa mambo maovu siwe ndizo zinazofikia Mungu. Ni ombi langu wapendwa watakatifu wa Mungu, ni ombi langu mchana wa leo ya kwamba you sacrifice like who? You sacrifice like who? Amen. Hebu mwambie mwenzako sacrifice like Abel. Sacrifice like Hallelujah. Kusiwepo na jambo la kukufanya utoe macho yako ukaokote mamboga za Kaini ukasilete katika ibada yako. Naomba ibada yako na ibada yangu ijae utiifu, ijae unyenyekevu, ijawe na hali ya kufuata maagizo ya Mungu. And that is why I say this afternoon, sacrifice like Abel in Jesus' name. Amen. Mungu asifiwe. Tusimame tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tumebatizwa, tumeitwa, tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini shetani ambaye aliingia katika moyo wa Kaini anakimbia katika ulimwengu wa sasa na kuingia katika mioyo ya wengi. Lakini sisi wanapushia Central siku ya leo tumesimama upande wa Abeli. Na hatuogopi kisu cha Kaini tena. Hatuogopi maneno yake. Na hatupepi mamboga yake mioyoni mwetu. Ila tunatoa miili zetu iwe ibada inayokubalika machoni pako. Tukubali jinsi ulivyokubali ibada ya Abeli. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.